Tuombe. Ee Bwana Mungu wetu, utujalie tukuabudu kwa moyo wote na kuwapenda watu wote kwa upendo wa kweli. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu na milele. Somo katika kitabu cha nabii Sefania. Mtafuteni Bwana, enyi wanyonge wa nchi, mnaoshika sheria yake. Tafuteni haki, tafuteni unyenyekevu, labda mtakuwa salama siku ya hasira ya Bwana. Nitawaacha kati yenu watu wanyenyekevu na wanyonge, wenye kulikimbilia jina la Bwana. Wale Waisraeli watakaobaki hawatatenda maovu tena, wala kusema uongo. Katika vinywa vyao hautapatikana tena ulimi mdanganyifu, lakini watakula na kupumzika, wala hakuna mtu atakaye wasumbua. Neno la Bwana. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana ndiye ashikaye uaminifu hata milele, huwarudishia haki waliodhulumiwa, huwapa wenye njaa chakula.
chakula, Bwana huwafungua wafungwa. Heri maskini wa roho, wa mbinguni ni wao. Bwana huyafumbua macho ya vipofu, Bwana huwainua waliokandamizwa, Bwana huwapenda wenye haki, Bwana huwalinda wageni. Heri walio maskini wa roho, maana wa mbinguni ni wao. Huwategemeza yatima na mjane, bali huipotosha njia ya waovu. Bwana atatawala milele, Mungu wako, Sioni, kizazi hata kizazi. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu, angalieni hali yenu ya wakati mlipoitwa. Si wengi wenu mlikuwa na hekima ya ulimwengu, si wengi mlikuwa watu maarufu, si wengi mlikuwa wa ukoo wa kifalme. Bali Mungu ameyachagua yale yaonekanayo ya kijinga machoni mwa watu, ili awaibishe wenye hekima. Tena yaonekanayo dhaifu kwa watu, Mungu ameyachagua ayaibishe yenye nguvu. Kadhalika wanaoonekana kwa watu kuwa wanyonge na kudharauliwa, ndio wasio na maana, Mungu amewateua ili kuwanyenyekesha wale walio na maana. Basi wanadamu hawana la kujisifia kwa Mungu, lakini kwa yeye mmempata kuwamo katika Kristo Yesu. Mungu amemfanya yeye awe hekima yetu, uadilifu wetu, utakatifu wetu na ukombozi wetu. Hivyo yametimia maandiko yasemavyo, mtu akitaka kujisifu, ajisifu katika Bwana. Neno la Bwana. Shangilio.
Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule alipoyaona makundi ya watu, Yesu alipanda juu ya mlima, akaketi na wafuasi wake wakamjia. Naye akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Heri walio na huzuni, maana hao watatulizwa. Heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. Heri ninyi watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini, shangilieni, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo neno la Mungu linatukumbusha furaha iliyo ya kweli, kubarikiwa kuliko kwa kweli, na linatuonyesha ni katika unyenyekevu, ni katika umaskini wa roho. Tumeona katika somo la kwanza kutoka kwa nabii Sefania akiwaahidi watu wa Israeli kwamba Mungu atawashughulikia walio wanyonge, walioonewa na kuteseka, na kutakuwepo na mabaki ya Israeli watakaomcha Mungu na watakaotenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Wakati huu wa nabii Sefania, taifa la Israeli lilikuwa linapata mafanikio mengi, lilikuwa na prosperity, hata kama bado kulikuwa na mashambulizi kutoka kwa maadui zao. Na kwa hivyo waliokuwa na vingi walijidai na kufurahia na kuona kama ndio washindi na kuwasahau walio wanyonge. Mungu anaahidi kwamba hata wanyonge wake, waliodhulumiwa, wasioonekana kuwa wa maana, Mungu atawainua na atawapa furaha itokao kwake, nao wataenenda katika njia za Bwana, tofauti na hawa ambao wanasahau
maagizo ya Mungu, tofauti na hao ambao walijitegemea wao wenyewe na kumsahau Mungu. Na kwa hivyo tunaalikwa pia nasi wakati wote kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tusiwe wa kumsahau Mungu hata pale tunapofaulu na kufanikiwa, aidha kwa mambo ya dunia hii, kwa mali za ulimwengu huu. Tusikamsahau yeye ambaye ni muumba wetu na ambaye atuagiza kuenenda kwa njia zake. Na tunaona usia wa namna hii pia ukisemwa na Mtakatifu Paulo akiwaandikia Wakorintho. Kati ya jumuiya na kundi la Wakorintho kulikuwa na watu wenye kiburi, watu wenye kujisifu, na watu waliojiona kama wao ni wa maana zaidi kuliko wengine wote. Kama tu katika jamii zetu, katika ulimwengu wetu, kuna watu ambao hujiona kama wao ndio wa maana zaidi kuliko watu wengine wote, na kwa hivyo wanawaonyesha wengine madharau, wanakuwa wenye kiburi na wenye kujisifu. Mtakatifu Paulo anawakumbusha hawa Wakorintho na kuwakumbusha kwamba kabla kuitwa na Mungu hawakuwa na lolote la kujisifia, hawakuwa na jambo lolote la kipekee. Na kwa hivyo sasa, kwa vile Mungu amewainua na amewakweza, wakumbuke kwamba Mungu ndiye mwenye kuwainua, Mungu ndiye mwenye kuwapa neema na wema wake. Na kwa hivyo hata nasi katika maisha yetu tusisahau ambapo Mungu ametutoa, umbali ambao ametuleta, na kwa hivyo yabidi kwamba tukamtegemee Mwenyezi Mungu na kumtumainia katika hali zetu zote. Kuwepo kwetu kuwa kwamba twaweza pumua, twaweza amka na kwenda tutakapo, ni kwa sababu ya uweza na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na hivyo wakati mwingine mwanadamu aweza sahau na kuona kama Mungu hana uwezo juu ya maisha yake. Na ndio maana neno la Mungu latukumbusha jambo hilo la unyenyekevu, kuondoa kiburi na masifu, kujisifu wenyewe. Yeye anayestahili kusifiwa pekee ni Mungu. Yeye anastahili kuinuliwa pekee ni Mungu aliye mfadhili wetu. Na haya yote yanatimilizwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo tunaambiwa alipanda juu ya mlima. Na hotuba hii yaitwa hotuba ya mlimani, ambapo Yesu baada ya kukwea kwenye mlima, kwa kawaida katika Israeli mlimani juu palionekana kuwa pahali patakatifu karibu na Mungu. Na kwa hivyo Yesu alikwea juu ya mlima na wafuasi wake wakaenda kwake, wakawa pamoja naye. Na Yesu hapa kwa kukwea juu ya mlima, mwinjilisti Mathayo ataka kutuonyesha kwamba huyu ndiye Musa mpya. Huyu ni Musa mpya. Tunajua wakati Musa alipokuwa anapewa amri 10 na Mungu, alikwea juu ya mlima na akawa pamoja na Mungu, na Mungu akampa zile tembe zilizokuwa na amri na ili awaletee wana wa Israeli. Na kwa hivyo Musa akapata the Decalogue ama the 10 Commandments kutoka kwa Mungu, na zikawa ndizo zitakazowaongoza wana wa Israeli. Sasa Yesu naye kama Musa mpya amekwea juu ya mlima, na yeye apeana njia mpya ya kumwendea Mungu na ya kupata baraka na furaha iliyo ya kweli. Musa alipeana zile amri 10,
Lakini Yesu mwenyewe katika njia hizi anatupa heri 8 beatitudes, na ambazo anatuonyesha kwamba ndiyo njia ya kutafuta furaha na kubarikiwa kuliko kwa kweli. Kwa kawaida katika dunia yetu twatafuta sana mambo ya haraka, kama ni kupata mali kwa haraka, kama ni kupata mamlaka kwa haraka, kama ni kupata sifa kwa haraka. Tunataka mambo ya haraka, mambo ambayo yatatuletea mabadiliko ya wakati mmoja. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo atuonyesha kuna njia tofauti na njia za dunia hii. Maana yeye atuonyesha sio katika ukuu, sio katika utajiri, sio katika kusifiwa sana na kuinuliwa katika mamlaka, kuliko na furaha zaidi. Yeye atupa njia na maadili tofauti kabisa. Na kwa hivyo alipeana the 8 beatitudes, na ambapo ya kwanza alianzia kwa kusema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hapa si kwamba Yesu anasifu umaskini. Daima kama wanadamu twapigana na umaskini. Nchi yetu ilipopata uhuru, kulitangazwa kwamba tuna maadui watatu ambao twapaswa kupigana nao: ujinga, umaskini na magonjwa. Bado twapigana nayo katika nchi yetu, bado twapigana na haya. Pale ambapo bado mambo ya hospitali, iwe ni taratibu mbalimbali za kihospitali, iwe ni SHA, iwe ni SHIF, bado ni kupigana na hali ya magonjwa. Bado mambo ya shuleni, hata mitaala inapobadilishwa, the curriculum, ni kwa ajili ya kupigana na kutoelewa, kutojua, kupigana na ujinga. Na kwa hivyo daima mwanadamu atafuta hali ya kujiondolea umaskini. Na kwa nini basi Yesu asifu umaskini na kusema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao? Hapa si kwamba Yesu anasifu umaskini, maana kile anachosifu ni umaskini wa roho, what we call in English detachment, kwamba we ought to be detached. Tuwe na vitu vingi, tuwe na vichache, visiwe kama vya kutupumbaza katika maisha yetu tukamsahau Mungu. Mtu aliye na umaskini wa roho atambua haja yake ya Mungu katika maisha yake. Atambua kwamba amhitaji Mungu, na kwa hivyo amtegemea na kumtumainia. Yeye asiye na umaskini wa roho ajione yeye mwenyewe na kuona kwamba ajitosheresha, na kuona kwamba Mungu na hata watu wengine hawana nafasi katika maisha yake. Na Yesu atutaka kumtegemea na kumtumainia Mungu, na anatuonyesha kwa kufanya hivyo ufalme wa mbinguni ni wetu. Na kwa hivyo daima tunapojishughulisha kujitafutia vya hapa duniani, visiwe vya kwamba vimetufanya tukatengana na Mungu wetu. Mungu ndiye bado hutubariki hata kwa yale ambayo atupayo, na kwa hivyo hatuna sababu ya kumsahau. Badala yake twapaswa kumtambua zaidi, kutambua nguvu zake, uweza wake na fadhili zake katika maisha yetu. Na kwa hivyo Yesu atualika kuwa na umaskini huo wa roho,
the spirit of detachment, the spirit of contentment. Kutambua ndiyo Mungu ametubariki kwa afya, kwa uhai, kwa maisha, kwa familia zetu na kwa mambo mbalimbali. Na kwa hivyo yatubidi kumshukuru hata wakati ambapo bado tuna mahitaji mengi na mambo mengi ambayo bado hatujaweza kuyaafikia, ama changamoto pia za maisha yetu. Tusisahau pia wema wa Mungu katika maisha yetu. Na kwa hivyo heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Pia Yesu atuambia heri walio na huzuni, maana hao watatulizwa. Wakati mmoja ama mwingine huwa tuna huzuni kwa kupoteza wapendwa wetu, kwa kupoteza vitu vya dhamana katika maisha yetu, ama vitu vya dhamani katika maisha yetu, na mambo mbalimbali. Wakati mwingine yatupa huzuni katika maisha yetu. Yesu akitambua kwamba kama wanadamu tuwapitia katika hali hizo, wakati mwingine kwamba twajipata katika hali ya huzuni. Hatutaki tukapoteze matumaini. Hatutaka tutambue kwamba tunaye ambaye hututuliza, tunaye ambaye hutufariji, tunaye ambaye hutupa nguvu. Na kwa hivyo kama uko katika hali ya huzuni hata wakati wa sasa, kumbuka utatulizwa, na mwenye kukutuliza ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kisha atuambia heri walio wapole, maana hao watairithi nchi. Katika hali ya upole, hao nao watairithi nchi. Maana katika upole ule watafurahia yaliyo ya dunia hii bila ya mikwaruzano mingi na vita vingi, kwa sababu wao watafuta yaliyo ya amani na ya upole. Heri walio na njaa na kiu ya uadilifu, maana hao watashibishwa. Yesu alitambua pia kuna watu ambao wanajituma katika kutekeleza yaliyo ya kweli, yaliyo ya uadilifu. Ni kana kwamba wana njaa na kiu ya kutekeleza yaliyo mema, yaliyo ya ukarimu, yaliyo ya upendo, charity towards others. Na anasema hao watashibishwa. Mwenye kuwashibisha ni Mungu mwenyewe. Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Kumbe tunapowahurumia wenzetu kama Mungu atuhurumiavyo, nasi pia twapata huruma. Kwa hivyo ni vema kujiuliza, je, mimi huwa nawahurumia wengine? Huwa niko tayari kuwa wa msaada kwa mwingine aliye na shida, aliye na maumivu, anayeomboleza, anayedhulumiwa? Heri walio na huruma, maana hao watapata huruma. Blessed are the merciful, for mercy shall be shown to them. Heri walio na moyo safi, hao nao watamuona Mungu. Daima Bwana wetu Yesu Kristo atualika kuwa wenye moyo safi. Huko kwetu Nakuru kuna mzee mmoja nafahamu, alipewa nickname Roho Safi. Na nikawa nawauliza watu, mbona huyu mzee anaitwa Roho Safi? Nao wakawa wananiambia huyu mzee huwa hana ugomvi na mtu yeyote. Yeye anawapenda watu wote, anawasaidia watu wote,
na ndio maana aliitwa roho safi. Ni tofauti na pale ambapo labda twakuwa na moyo ulio na chuki, ulio na fitina, ulio na ugomvi, unaowathania wengine mabaya. Yesu anatuambia, heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kumbe kumuona Mungu kwetu ni katika kuwa na moyo safi, nia safi, mawazo safi kwa ajili ya wengine na kwa ajili yetu wenyewe. Kwa njia hiyo tutamuona Mungu. Katika haya maagizo mapya ya Bwana wetu Yesu Kristo pia alisema, heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Najua kuna watu wakipata watu wanagombana, wanakuja na kuwa mashabiki, na zaidi ya kuwa mashabiki wanakuwa hata ndio wa kuchochea. Ati amekutukana hivyo, na umetulia hapa. Mimi ningetukanwa hivyo, huyu hangekuwa na meno sasa. Huyo ni mpatanishi ama ni mtu wa kugombanisha? Ni mtu wa kuleta amani ama ni mtu wa kuleta ugomvi na mgogoro zaidi? Ni vizuri kujiuliza kama Mkristo, je, mimi ni mpatanishi? Ama mimi hata ninapopata habari za mwingine na jinsi ambavyo ameharibiwa jina, ninakuwa wa kuchochea zaidi na kuharibu hata zaidi? Ninakuwa mtu wa mushene, masengenyo. Na mara nyingi masengenyo huwa si kwa sababu ya mazuri ya mwingine. Masengenyo huwa ni kwa sababu ya kuharibu jina la mwingine, sifa za mwingine. Baba Mtakatifu marehemu Francisco alisema masengenyo ni kama kanza, ni kama saratani ambao humla mtu kwa ndani. Na kwa hivyo mara nyingi aliongea na kusema tujiepushe na masengenyo, tujiepushe na kuwanenea wengine mabaya. Yesu anatukumbusha, heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Kumbe pale tunapokuwa watu wa kupatanisha na sio wa kuchochea, sio wa kuharibu sifa za wengine, tunaitwa wana wa Mungu. We become sons and daughters of God. Heri wanaodhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. Kumbe nasi tunaponenewa mabaya kwa sababu ya jina la Mungu, kwa sababu ya kutenda yaliyo ya haki, kwa sababu ya kujitolea na kujitoa kwa ajili ya wengine, ufalme wa mbingu ni wetu, kwa sababu twawatetea wengine hata wanaodhulumiwa. Na mwishowe Yesu akasema, heri ninyi watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Wakati mwingine watu watakudhulumu na kukunenea mabaya kwa sababu ya imani yako, kwa sababu ya kutenda yaliyo mema. Si watu wote hufurahia mtu anapotenda mema. Kuna wengine huona vibaya kwa sababu ya mtu ya jinsi ambavyo ametenda kwa wema sana. Lakini Yesu anatuambia, heri ninyi
watu wakiwatukana na kuwadhulumu na kuwasingizia vibaya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kumbuka maneno haya Yesu alikuwa anaongea kwa wafuasi wake. Alijua kwamba mara kwa mara watadhulumiwa, watasingiziwa, watatukanwa, watakuwa na huzuni, watajitahidi kuwa na njaa na kiu ya kutenda yaliyo mema, watakosa huruma kutoka kwa watu. Na kwa hivyo anawaalika, ni kama anawatayarisha kwa ajili ya hayo yajayo. Haya maneno ya Yesu yanaingiana na yale aliyoyasoma kuhusu yeye mwenyewe alipoingia kwenye sinagogi. Ukisoma Luka sura ya 4, alipoingia kwenye sinagogi na akapewa chuo akawa anakisoma, akasoma mahali ambapo pameandikwa, Roho wa Mungu yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwatangazia maskini habari njema, kuwawezesha walio vipofu kupata kuona, na walio wafungwa kuwatangazia uhuru wao. That was the mission statement of Jesus Christ, kwamba yeye amekuja kuyatekeleza haya, kuleta habari njema hata kwa walio maskini wa roho, na kuwatangazia hata wafungwa kuwa huru, wanaofungwa na mambo mbalimbali. Si lazima wawe ni wale wafungwa ambao huwa na hudumia gerezani. Wafungwa, taweza kuwa wafungwa wa mambo mengi, taweza kutokuwa huru kwa namna nyingi katika maisha yetu. Na Yesu alisema, nimekuja ili kuwaweka walio wafungwa huru. Taweza kukosa kuwa wafungwa physically, but spiritually and even emotionally, mara zingine twakuwa wafungwa wa kiroho. Na Yesu yu tayari kutuweka huru. Aliyatangaza haya kama his mission. Sasa anatangaza pia katika hotuba ya mlimani kwa wanafunzi wake kwamba wakifuata haya maadili mema, yeye kama Musa mpya anawaonyesha njia ya kupata furaha iliyo ya kweli. Na hivyo hivyo sisi tulio wafuasi wake, sisi ambao tumeitwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, maana tunaitwa wa Kristo kwa sababu sisi ni watu wa Kristo na sisi ni wafuasi wa Kristo. Basi nasi tukifuata hayo anatufundisha, hizi heri 8, tutapata furaha iliyo ya kweli. Palikuwa wakati mmoja na mbwa aliyeitwa Bosco. Huyu mbwa alikuwa na epape ama mtoto wake mdogo, na huyu mtoto wake mdogo aliitwa Japheth. Sasa Japheth ambaye ni mtoto wa mbwa alikuwa ameanza kutembea na kucheza. Kwa hivyo wakati mmoja akamwambia mama yake, akamwambia, mama, katika hii dunia nimefahamu pahali furaha inakuwa. Na mama yake akamuuliza, umefahamu furaha iko wapi? Naye mbwa akamwambia mama yake, nimetambua furaha iko katika mkia wangu.
maana mkia wangu unaenda ukizunguka hivi, na kwa hivyo furaha iko katika mkia wangu. Na mimi wakati huu wote unaniona nikizunguka, najaribu kukimbishana na mkia wangu ili nipate furaha. Na kwa hivyo yule mbwa alikuwa yuatembea in circles, akikimbisha mkia wake ili apate furaha. Na wakati mama yake alipokuwa anaeleza mama yake hayo, mama yake alimtazama kwa kimya, akashindwa sasa huyu anasema nini na anafanya nini akikimbizana na mkia wake. Manake wakati wote akiturn, mkia wake nao umesonga, hauko pale ambapo aliuacha. Kwa hivyo the small puppy was chasing its tail, kidhani kwamba anatafuta furaha ya kweli. Na mama yake alimtazama akamwambia, we Japheth, siku itakuja na utafahamu kuwa ndiyo, hata kama wakimbizana na furaha ambao wasema ni mkia wako, hautaufikia hata siku moja. Lakini ukweli na lililo nzuri ni kwamba popote uendapo, hata unapotembea, mkia wako wakufuata. Kwa hivyo wewe jishughulishe na yaliyo yako, yale ya kupasayo kutenda, na kama furaha iko kwa mkia wako, basi furaha ya kufuata siku zote. Haya ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha leo. We don't need to chase the wind. We don't need to chase the tail. Tail hapa ni mambo ya kidunia, anasa na yale ambayo yaonekana kuwa ya muhimu na ya maana sana ya kidunia. Bali katika unyenyekevu, katika kumtegemea na kumtumainia Mungu, hata tunapotekeleza yaliyo yetu ya kawaida, furaha yafuatana nasi, furaha yatufuata. Unapotekeleza yaliyo ya ukarimu, yaliyo ya upendo, yaliyo ya kumtetea hata anayedhulumiwa, unapomtendea haki yeye ambaye amenyimwa haki, unapomwonyesha upendo yeye ambaye ametengwa, baraka na furaha za kufuata. Tuombe neema yake Mwenyezi Mungu leo hii, kuongozwa na maadili haya ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku zote tukakumbuke haya Yesu anayotukumbusha: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao.
Katika heri za Injili tunapata picha nzuri ya Yesu mwalimu wetu na ya wafuasi wake. Igawaje maneno ya Yesu yanaweza kutugusa kama ya kishairi, yanakizana wazi na njia mambo yanayofanyika katika ulimwengu wetu. Tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie kuishi heri za Injili katika maisha yetu ya kila siku. Kwa pamoja tutasema: E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya wahudumu wote wa kanisa wenye daraja, ili daima wawatangazie watu wa Mungu furaha inayojaza maisha yetu tunapoishi kuendana na heri za Injili. Tuombe. E Bwana, utujaze Roho wako. Kwa ajili ya Wakristo wote wanaosikia heri za Injili leo, ili waruhusu maneno ya Yesu yaguse mioyo yao kwa kuwaongoza kwenye mabadiliko ya kweli ya maisha yao. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya umoja wa Wakristo, ili ushuhuda hasi na mgawanyiko kati ya Wakristo hasa barani Afrika utoe changamoto kwa makanisa kutafuta njia za kujenga umoja. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya wenye njaa, kiu ya haki na wapatanishi, ili kujitolea kwao kujenga jamii bora zaidi ya wanadamu, wabarikiwe na Bwana, tupate kuishi kama ndugu. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya masikini wa roho, ili wao waliojikatalia ulimbikizaji wa vitu na fedha watumie nyadhifa, mali na talanta zao zote kwa ajili ya kuwahudumia wengine kwa ukarimu. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya wanaoomboleza na wanaoteswa, ili wapate katika maisha yao faraja na nguvu ya upeo wa Bwana na kutazamia kupata tuzo zao mbinguni. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya wenye upole na wenye usafi wa moyo, ili ushuhuda wa maisha yao yasiyo ya ubinafsi uweze kutoa msukumo kwa watu wengi kulikaribisha Injili katika maisha yao na kuwa wafuasi wa Bwana. Tuombe. E Bwana, tujaze Roho wako. Kwa ajili ya wenye huruma, ili mahusiano yao na wengine daima yawe na safi za huruma, kukubalika kabisa, uelewano na upole. Tuombe. E Bwana, utujaze Roho wako. Kwa ajili ya yetu sote tunaoshiriki adhimisho hili, ili tupate kwenye heri za Injili njia za kimungu ya furaha ya kweli na msingi wa maisha yetu ya Kikristo. Tuombe. E Bwana, Roho wako. Baba mwenye upendo, ujumbe wa Yesu unavutia, lakini mara nyingi ulimwengu unatusukuma kukumbatia njia nyingine za kuishi. Roho wako Mtakatifu atujaze nguvu na kutuokoa katika madhaifu yetu ubinafsi wetu na majivuno yetu, tupate kuwa kweli wafuasi wa mishonari wa mwanao anayeishi na kutawala milele na milele.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Pokee sadaka mikononi mwangu, sifa na utukufu wa jina lake, pia kwa mafaa yetu sisi. Ee Bwana, tunaleta vipaji vya utumishi wetu kwenye altari yako, uwe radhi kuvipokea na kuvifanya viwe sakramenti ya ukombozi wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Sisi tumetambua kuwa ni fahari ya utukufu wako mkuu kuwasaidia kwa umungu wako wanadamu wenye hali ya kufa, lakini pia kutupatia dawa ya kutuponya tusidhurike na kufa kwenyewe, na kuwaokoa waliopotea kutoka kule walikopotelea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake majeshi ya malaika husujudia adhama yako, wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe: E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata macheo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe
mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambao ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalo safiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo, na askofu wetu Filipo, na Daudi askofu msaidizi, pamoja na maaskofu wote, wakurero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Grace Mlowi, na marehemu wote wa familia hii ya Nelly Dunda. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na hao wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake
unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kristo, tulinde tupate uzima wa milele.
Nasadiki upo kweli katika altari hapa. Nasadiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yako, pamoja na roho yako na umungu wako. Nasadiki kwani ndiwe mwenyewe uliyetueleza, Yesu mwema, na kuabudu katika hostia takatifu. Na ungama ndiwe muumba wangu na Bwana wangu, na kunyenyekea na kutolea heshima na chochote changu. Bwana wangu, sistahili uingie kwangu, kwani mkosefu mimi, na kuomba uniondolee dhambi zangu, unitakase kabisa, nipate kupokea kwa moyo mwema. Ee Mungu, umenifumba katika sakramenti ya Ekaristi, kwa sababu umenipenda mno. Unitie moyo wa kupenda vile vile unavyonipenda. Amina.
Ekaristi takatifu. Roho ya Kristu nitakase, mwili wa Kristu niokoe, damu ya Kristu nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristu nizidishie, mateso ya Kristu nguvu nizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui muovu unikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Sala ya amani ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Ee Bwana, nifanye niwe chombo cha amani yako. Palipo na chuki nilete upendo, palipo na makosa nilete msamaha, palipo na mashaka nilete imani, palipo na kukata tamaa nilete matumaini, palipo na giza nilete nuru, palipo na huzuni nilete furaha. Ee Mwalimu mtukufu, nijalie nitafute kufurahiji kwako, kufarijiwa, kuelewa kuliko kueleweka, kupenda kuliko kupendwa, kwani kwa kutoa ndivyo tunapopokea, kwa kusamehe ndivyo tunasamehewa, kwa kufa ndivyo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. A prayer for Divine Mercy Church projects. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, acknowledging that all good things come from you. Thank you for the vision and the opportunity to serve you through our church projects. We commit the strategic plan, resources, and efforts into your hands. Lord, grant us wisdom, strong faith, and unity. Provide us with the necessary resources, open doors of favor, and bless the hands that labor for your kingdom. May this project be a light to our community, a source of hope, and a testimony of your faithfulness. Let every step be guided by your Spirit, and may all we do bring glory to your name. Strengthen us when challenges arise, and remind us that with you all things are possible. We pray for success, provision, above all, that this project will draw more souls to your love. Saint Joseph the Worker, pray for us. Saint Faustina, pray for us. Jesus, I trust in you. Amen.
Tuombe. Ee Bwana, umetulisha kwa sadaka ya ukombozi wetu. Tunakuomba utuzidishie daima imani ya kweli kwa msaada huu wa wokovu wa milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa matangazo ya siku ya leo. Leo ni tarehe 1 mwezi wa Februari mwaka wa 2026. Dominika ya 4 kipindi cha kawaida mwaka A. Dominika ijayo itakuwa Dominika ya 5 kipindi cha kawaida mwaka A. Jumapili ijayo huduma ya misa takatifu ni kama ifuatavyo: misa ya kwanza saa 1 St. Luke, misa ya pili saa 3 St. Stephen, misa ya pili saa 3 St. Stephen, misa ya tatu saa 5 St. Michael. Leo tutamtolea Mungu fungu la 10 katika misa zote. Kesho ni sikukuu ya Presentation of the Lord. Wakristo wanaombwa kubeba mishumaa yao katika misa takatifu ya 6:15 asubuhi. Wakristo wanajulishwa kuwa barua za Lenten campaign ziko tayari na zitachukuliwa kwenye bookshop ya kanisa. Ijumaa ya kwanza ya mwezi, tarehe 6 Februari, kikundi cha Moyo Mtakatifu wa Yesu wanawaalika kwenye mkesha kuanzia 7:30 jioni hadi 6:15 asubuhi, na nia kuombea roho zilizo baridi na wanaoteswa kwa sababu ya imani ya Kristo. Kutakuwa na sakramenti ya kitubio, misa takatifu, kuabudu ekaristi takatifu na njia ya msalaba. Karibuni nyote. Jumamosi tarehe 7 mwezi huu wa Februari, Blessed Virgin Mary watakuwa na semina yao ya kila mwezi itakayoanza saa 3 asubuhi na njia ya msalaba, Marian Talks, sakramenti ya kitubio, misa takatifu, kisha kuabudu ekaristi takatifu. Kutakuwa na ubatizo wa watoto wachanga mwezi ujao, tarehe 14. Wazazi wanaombwa kurudisha fomu ya ubatizo kwenye bookshop au kwenye ofisi ya kanisa. Mafundisho yanaendelea leo hapa kanisani kuanzia saa 9 mchana. Mwisho wa kurudisha fomu ni leo. Jumapili ijayo kutakuwa na mkutano wa CMA baada ya misa takatifu ya pili kwenye ukumbi wa shule. Wanachama wavalie sare ya chama. Jumapili ijayo tarehe 8 mwezi wa Februari itakuwa World Marriage Day. Wanandoa wote wanaombwa kukaa pamoja ili waweze kupata baraka katika kila misa takatifu. Kutakuwa na misa takatifu saa 2 asubuhi na semina ya viongozi wote wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 14 mwezi huu hapa kanisani. Baadaye kutafuata zoezi la kujenga mshikamano, team building, huko SOS Outaring. Jumatano tarehe 11 mwezi huu wa Februari itakuwa siku ya wagonjwa. Hivyo tutakuwa na mchango wa pili Jumapili tarehe 8 mwezi huu katika misa zote takatifu ili kufanikisha siku hiyo. Wakristo wanaomba kujiandikisha ndoa za pamoja zitakazofanyika Jumapili tarehe 19 Aprili. Itakuwa siku ya familia ya parokia yetu, Divine Mercy Family Day.
Muwe na wiki njema yenye mafanikio. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawashukuru St. Thomas Aquinas kwa kutuongoza katika misa hii na kwaya ya St. Veronica kwa uimbaji mzuri. Asanteni. Our lectors, the mass servers, na wote waliochukua majukumu mbalimbali na kila mmoja tunawashukuru. Asanteni, Mungu azidi kutuongoza. Tumeanza mpya baada ya mwezi wa Januari kuisha. Sasa tuko Februari. Tuzidi kuomba baraka na mwongozo wa Mungu wetu. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Samahani kama kuna wale walio na zaka zao wajongee mbele kwa baraka. Wenye zaka wajongee mbele. Mungu Mwenyezi, neno lako linatualika kutoa sehemu ya 10 kwa yote unaotujalia, na amri za kanisa zinatukumbusha kusaidia kanisa kwa zaka. Watazame hawa watumishi wako wanaotimiza wajibu huo, wanapoleta zaka zao. Tunakuomba ukawabariki, ubariki kazi ya mikono yao, biashara zao, familia zao, uwajalie na mafanikio katika wanayoyatekeleza katika maisha yao. Uwajalie afya njema ya mwili pia na ya roho, uwakinge na hatari zozote. Uwawezeshe kupata mema mengi, wasitindikiwe ama kupungukiwa kwa sababu ya kujitolea kwa kanisa lako, bali wakapate baraka, neema na mema mengi maishani wao pamoja na familia zao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi.
awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Misa imekwisha, nendeni na amani. Muwe na siku njema na wiki njema. Thank you.